Moyo wangu, moyo wangu,
Endelea kumtukuza Mungu katika hali hiyo, usinyamaze. Asante Bwana kwa wema na fadhili zako. Asante kwa mapenzi yako mema kwa ajili yetu, Bwana. Tunakutukuza kwa namna ambavyo Bwana unatutendea aliyo makuu. Pokea sifa na utukufu na heshima na adhama katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Mioyo yetu Bwana inakuadhimisha kwa matendo yako makubwa kwetu, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti hai. Asante kwa wema na fadhili zako. Mioyo yetu Bwana inakuadhimisha kwa matendo makubwa. Tumekuja mbele zako kukurudishia huo utukufu na heshima. Rapahanderebo shataya, karabasheterebo shataya. Tumekuja kukurudishia utukufu, maana wewe ndiye mfalme wa utukufu. Asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako. Tumekuja kukupa utukufu, maana wewe ndiye mfalme wa utukufu. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, tumekuja kukupa utukufu kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti hai. Pokea utukufu na heshima na adhama kwa damu ya Yesu Kristo. Tunaliadhimisha jina lako mahali hapa Bwana. Tunakutukuza wewe peke yako Bwana, maana hakuna Mungu mwingine zaidi ya kwako. Tunaliadhimisha jina lako, tunakutukuza wewe ndiye mfalme wa utukufu kwa damu ya Yesu Kristo. Tunakutukuza mahali hapa Bwana. Tunaliadhimisha jina lako mahali hapa Bwana, wala hapana Mungu mwingine zaidi ya kwako. Pokea utukufu na heshima na adhama kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo. Pokea utukufu na heshima na adhama. Pokea Bwana, pokea Bwana, pokea Bwana, ukapate kuwa pamoja nasi mahali hapa. Usituache peke yetu, mfalme wa falme, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti hai. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Asante kwa mapenzi yako mema Bwana. Asante kwa namna ambavyo umejidhihirisha kwenye ibada hii Bwana. Nasi tumeuona utukufu wako, nasi tumeiona neema yako, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti hai, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Pokea sifa na utukufu na heshima. Sisi tupungue Bwana, lakini wewe uongezeke kwenye ibada hii. Utupe neema ya mafunuo, utupe neema ya kutufunulia akili zetu, nasi tukapate kuelewa na maandiko, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asante kwa kutupa kibali cha kuweza kuendelea kusimama kwenye madhabahu hii. Mimi na nyumba yangu tunakutukuza, maana umeturudisha tena mahali hapa kwa namna nyingine tena. Nasi tunakutukuza kwa namna ambavyo Bwana umetupa moyo wa kupenda kufanya ambacho tumekifanya. Lakini Mungu tunakuomba utupe neema ya kufanya zaidi. Tunapokwenda kuzungumza na watu wa mahali hapa, tunakuomba Bwana ukawafunulia akili zao, nao wakapate kuelewa na maandiko sawa na vile ambavyo Mungu umekusudia tuweze kuzungumza nao. Sisi tu radhi tupungue sana, lakini wewe Mungu kapate kuongezeka zaidi, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Na utukufu wa jina lako ukapate kuwa mkubwa kwenye madhabahu na kwa watu hawa wanaokutumaini, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Somo linasema namna neema ya Mungu inavyokupa utambulisho juu ya nchi. Namna neema ya Mungu inavyokupa utambulisho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa kupitia somo hili la leo, tutakuwa tukiangazia sana kitabu cha Kutoka. Kutoka 33 mstari wa 16, lakini pia tutakuwa tunacheki kile kitabu cha Kutoka 40 34 mpaka 38. Kile kitabu cha Kutoka 33 mstari wa 16, lakini pia Kutoka 40 34
hadi ule mstari wa sana. Neema ni kitu cha upendeleo. Yaani Mungu hakuachi wewe ujipambanie, lakini anachokifanya Mungu ni kukuwezesha kufika mbali zaidi, hata kuzidi ule uwezo ulio nao. Bwana Yesu asifiwe. Neema kwanza kabisa ni kitu cha upendeleo. Lakini kitu ambacho Mungu anakifanya kwenye upendeleo ambao huwa anampa mwanadamu, hamuachi mtu ajipambanie kiasi cha kwamba akayafikia anayoyahitaji. Anachokifanya, anakupeleka mbali zaidi ya kile unachokihitaji, ili uweze kushuhudia kwamba si uwezo wako uliokufanya uweze kufika umbali ambao umetegemea kufika, wala si nguvu zako, wala si elimu yako iliyokupa uwezo wa kutembea umbali mrefu ambao umetembea kwenye safari yako ya uchumi, kwenye safari yako ya uzao, kwenye safari yako ya huduma. Bwana Yesu asifiwe. Anachokifanya Mungu, anafanya zaidi ya kile ambacho ulikitegemea, ili kusudi uweze kujua kwamba safari yangu mimi iliishia hapa, lakini mbona nimefika hapa. Lile gepu la kusema nimefika hapa ni gepu ambalo Mungu amekuongezea mwendo, na ndicho tunachokisema hiyo ni neema. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu ambacho haustahili kupata kabisa, lakini Mungu anachokifanya, anakupa neema ya kupata hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa nini anafanya hivyo? Mungu anakupa neema, anakupa uwezo wa kutembea umbali mrefu, au wa kukupa kitu zaidi ya mategemeo yako, ili kusudi upate nafasi kubwa ya kumwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema ili kusudi Mungu wewe umpe nafasi kubwa ya kumwabudu, kwamba kama uwezo wangu ulishia hapa, lakini kama nimefika umbali huu, basi si mimi niliyefika umbali huu kwa kutumia matakwa yangu kama nilivyotaka, hasha, ila Mungu amenipa neema ya kufanya nini? Ya kufika. Sasa Mungu anakopokupa hatua nyingi zaidi, lengo lake ni wewe upate neema au nafasi kubwa ya kufanya nini? Ya kumwabudu na kumshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pengine nimeambia kwamba kitendo cha kuto kumshukuru Mungu ni kiburi cha hali ya juu. Ni kana kwamba unamwambia Mungu, hata kama usingefanya, mimi ningeweza kufanya nini? Kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona unakosa kumshukuru Mungu, ujue umefikia kiwango kikubwa cha kiburi, kiasi cha kumwambia Mungu, hata usingefanya, mimi ningefanya nini? Ningefanya. Na ndio maana Mungu akaweka neema, ili utambue kwamba umbali ambao siwezi kusafiri, Mungu amenisafirisha, basi natakiwa kumshukuru Mungu, kwa sababu pasipo yeye nisingeweza kusafiri huu umbali ambao nimefanya nini? Nimesafiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna bwana mmoja mwenye nyumba alikuwa anatoa ujira kwa juu ya habari ya shamba lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kile kitabu cha Mathayo 29:16 anasema alitoka mida ya saa 3, kuna watu walioajiri. Saa 6 kuna watu walioajiri. Bwana Yesu asifiwe. Saa 9 kuna watu alifanya nini? Aliwaajiri. Lakini saa 11 kuna watu walifanya nini? Aliwaajiri. Lakini cha ajabu sana ambacho kimeandikwa kwenye kitabu cha Kutoka, kitabu cha Mathayo 20, Biblia inasema wote aliwapa ujira huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome kile kitabu cha Mathayo 20:19. Kile kitabu cha Mathayo 20 kuanzia mstari wa 15. Mathayo 20 kuanzia mstari wa 15 mpaka 16. Mstari ule wa 15 Biblia inasema hivi. Mstari wa 14 Biblia inasema, chukua iliyo yako, ende zako, napenda kumpa huyu wa mwisho sawa na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema chukua iliyo yako, uende zako, napenda kumpa huyu wa mwisho sawa na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 15 anasema, si halali yangu kumtumia vilivyo vyangu kama nipendavyo? Au jicho lako limekuwa ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema? Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 16 Biblia inasema, vivyo hivyo wa mwisho atakuwa wa kwanza, na wa kwanza atakuwa wa mwisho. Mstari wa 15 nimeupa vyangu, si halali yangu kutumia vilivyo vyangu kama nipendavyo? Au jicho lako limekuwa ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema? Bwana Yesu asifiwe. Anasema si halali yangu mimi kuvitumia vitu vyangu nilivyo navyo kama nipendavyo. Vitu ni vya kwangu, si ndio? Kwa nini unipangie mimi kuvitumia? Bwana Yesu asifiwe. Alipoona analalamikiwa na wale walioingia saa 3, kwa sababu wale walioingia saa 3 walianza kulalamika,
walioingia saa 4 wakaanza kulalamika, walioingia saa 9, saa 10 wakaanza kulalamika kwamba mbona sisi tumefika mapema, tumefika asubuhi kabisa, wengine tumefika mchana, lakini hawa wamefika saa 11, mbona watupa dinari hiyo hiyo inayofanana? Bwana Yesu asifiwe. Hawa jamaa wakaingiwa chuki, wakaingiwa na hasira kwamba kwa nini tupewe pamoja nao, kwa sababu sisi tumefanya kazi sana ila hawa wamefanya kazi kidogo. Biblia inasema hawa wakaingiwa na hasira. Ndipo mwenye nyumba akasema, si halali yangu mimi kuvitumia vitu vyangu kama nitakavyo? Imenipendeza mimi kumlipa huyu wa mwisho sawa na wewe, kwa sababu ni vya kwangu na vitumia kama. Ndivyo ilivyo kwenye neema ya Mungu. Mungu anapoachilia neema kwa wote wa mchao, haiachilio neema kwa sababu kuna watu wamemshurutisha achilie neema. Anaachilio neema kwa sababu ni ya kwake, na yeye anatoa kama vile ambavyo anataka yeye. Bwana Yesu asifiwe. Usiseme mbona mimi na miaka 50 kwenye ajira, sina manyumba, sina magari. Huyu kijana mdogo tu amemaliza chuo juzi, amekuja leo anamiliki magari, anamiliki manyumba. Hapana. Mungu anafanya nini? Mungu anafanya kama atakavyo yeye, na hakuna wa kumpangia Mungu kufanya nini? Kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiona wenzako wamepewa neema, nyenyekea na wewe ya kwako inafanya nini? Usilete hasira kwenye bahati ya mtu. Usilete hasira kwenye bahati ya mtu, wala usichukie, kwa sababu unapoleta hasira kwenye bahati ya mtu, unapoleta hasira mwenzako neema anapokutana nayo, wewe unajifungia malango yako, neema haiwezi kuingia kwenye malango yako kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana? Tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe. Sasa hao ndugu wakawa wanalalamika, wanasema mbona sisi tulikuja mapema na hawa watu wamekuja kwa kuchelewa, inakuwaje tunalipwa sawa? Huyu jamaa anasema, mimi si ndio mwenye hizi mali, ndiye ninayegawa kama nipendavyo. Kuna mtu anipangia kutumia, basi imenipendeza mimi kugawa sawa kwa watu. Ukikosa neema ni kana kwamba unakosa mahitaji muhimu yanatoka kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Ni kana kwamba unakosa vitu muhimu ambavyo Mungu ameviachilia kama package kwa wote wa mchao na wote wa mtumainiao na wote aliowaumba chini ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Wote walioumbwa na Mungu, Mungu ameachilia neema kwao bure. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anayeachilia neema kwao bure ili kusudi wapate neema, wapate nafasi, wapate wakati wa kumtukuza Mungu na kumwabudu Mungu. Kwa sababu Mungu anapokupa vitu ambavyo hauna uwezo navyo, ni kana kwamba nakukumbusha kwamba mimi natakiwa kuabudiwa kuliko kitu chochote, kuliko vitu vyovyote, kuliko mtu yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kile kitabu cha Ebrania 4:16, kile kitabu cha Waebrania 4:16, Biblia inasema basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa nini? Kwa hiyo kumbe ukichukua rehema ukaunganisha na neema, kitu ambacho unakipata ni nini? Mahitaji. Ukichukua neema ukajumlisha na rehema, jibu lake ni nini? Ni mahitaji. Na ndio maana Biblia inasema na tukikaribia kiti cha na tukaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema. Hicho kiti cha neema tukikikaribia kwa ujasiri, kitu cha kwanza Biblia inasema tutapewa rehema. Tukisha kupewa rehema, rehema ni huruma za Mungu. Tukisha kupewa rehema, cha pili tutapewa neema ya kutusaidia wakati wa nini? Wa mahitaji. Kwa hatua ya kwanza ambayo nataka kuifanya ni kukaribia kiti cha rehema kwa ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Ni kukikaribia kiti cha rehema kwa ujasiri. Anasema ukisha kikaribia hicho kiti cha rehema, Biblia inasema utapewa rehema, utapewa na neema itakao kusaidia wakati wa mahitaji. Kumbe sasa mahitaji yetu yamefungwa kwenye nini? Kwenye neema. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa unapambana kutafuta vitu katika ulimwengu wa mwili, lakini usipotafuta Mungu akupe neema, usipotafuta Mungu akupe rehema, unaweza kujikuta kwamba mahitaji yako yanakuwa ni vigumu kuyapata, kwa sababu neema ya Mungu haijakutosheleza. Kwa hiyo tunatakiwa tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, na tutakapokikaribia hicho kiti cha neema kwa ujasiri, ndipo tutakapopata neema na rehema itakayotusaidia wakati
wa mahitaji. Kwenye kile kitabu cha Petro wa kwanza 5:5, Petro wa kwanza kile 5:5, Petro wa kwanza 5, Biblia inasema hivi: vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee, naam ninyi vyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini anachokifanya ni kuwapa wanyenyekevu nini? Neema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukitaka neema iweze kutokea kwenye maisha yako, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukijenga na kumwomba Mungu akusaidie ni kutengeneza ile hali ya kunyenyekea mbele za Mungu, lakini pia hali ya kunyenyekea mbele ya wanadamu ambao Mungu amewaumba. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka Mungu akupe neema, kwa sababu tumekubaliana kwamba mahitaji yetu yamefungwa kwenye rehema na neema. Bwana Yesu asifiwe. Na tukasema kwamba ukichukua rehema na neema unapata mahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo neema inapatikanaje? Biblia inasema Mungu wapinga wenye kiburi, huwapa neema nini? Wanyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kitu cha kwanza, ili uweze kupata neema mbele za Mungu, unatakiwa kwanza kujenga hali ya unyenyekevu ndani yako. Mnyenyekee Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Cha pili, wanyenyekee watu wote ambao Mungu amefanya nini? Amewaumba. Tunakubaliana? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi, kuna watu kule mbinguni Mungu atawakataa. Na Mungu atasema hivi, nilipokuja kwenu uchi, hamkufanya nini? Hamkunivisha. Nalipokuwa na njaa, hamkufanya nini? Hamkunilisha. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba Mungu sometimes anaweza akaja kwa mfumo wa mwanadamu aliyemuumba kuja kwako. Sasa unapomdharau mtu ambaye Mungu amemuumba, unapokosa unyenyekevu kwake, ni kana kwamba unajifungia malango ya neema, Mungu asikupe mahitaji yako yaliyofungwa kwenye hiyo neema. Kwa nini? Kwa sababu una kiburi. Cha pili, umeshindwa kuwanyenyekea na kuwatii wale wote ambao Mungu amewaumba. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuja wakati mwingine kwa mfumo wa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima tuweze kuelekezana kwamba tunazungumza kwa juu habari ya neema. Sasa neema inapatikanaje? Na tumeambiwa kwamba neema ya Mungu ipo, nayo iko bure, imemwagwa bure. Kwa nini? Kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama imemwagwa bure, ni nini natakiwa kufanya hiyo neema iwe kwangu? Kwa sababu ni kitu ambacho hakinunuliki. Ni kitu ambacho kinahitaji uchukue hatua ili kusudi uwe nacho. Bwana Yesu asifiwe. Hasa ili uweze kupata neema na Mungu kukupa wewe kibali, cha kwanza ni kujenga hali ya unyenyekevu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana kwa juu habari ya neema, watumishi wa Mungu? Tumeelewana kwa juu habari ya neema, watumishi wa Mungu? Sasa kile kitabu cha Kutoka 33 ule mstari wa 13 mpaka 16, Biblia inasema basi sasa na kuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kujua, ili nipate neema mbele zako. Ukakumbuke ya kuwa taifa hili ndilo watu wako. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Mstari wa 16 anasema, kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako, mimi na watu wako, hii sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa alikuwa anaomba ruhusa kutoka kwa Mungu, au anaomba kibali kutoka kwa Mungu kwamba safari wanayoiendea kule nchi ya ahadi ambayo Mungu amewaidia, Musa alikuwa anaomba aweze kutembea na Mungu na hawa wana wa Israeli waweze kuwa na uwepo wa Mungu kwenye safari yao. Bwana Yesu asifiwe. Haya alikuwa ni maombi ya Musa akimuomba Mungu kwamba safari wanayoielekea, basi uso wa Mungu au waweze kutembea na Mungu kwenye safari yao yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Na upenda sana mstari wa 13. Anasema, basi sasa na kuomba,
ikiwa nimepata neema mbele zako. Sema ikiwa nimepata neema mbele zako. Sema ikiwa nimepata neema mbele zako. Unionyeshe njia zako. Nipate kukujua. Ili nipate neema mbele zako. Ukakumbuke ya kuwa taifa hili ndilo watu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna kitu natamani tukione hapa watu wote. Ukishapata neema kutoka kwa Mungu, kuna vitu vikubwa vitatu unatakiwa kuvifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukishapata neema mbele za Mungu, kuna vitu vikubwa vitatu unatakiwa kuvifanya. Kitu cha kwanza, tafuta kujua njia za Mungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tafuta kujua njia za Mungu. Tufungue wote ile Zaburi ya 51:13. Biblia inasema hivi: nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako. Nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi kuwarejesha kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitawafundisha wakosaji njia zako. Kwa hiyo kitu pekee, wanadamu yoyote aliyeumbwa na Mungu ana uwezo wa kukosea muda, lakini mtu anaweza akamkosea Mungu, au mtu anaweza akamkosea mtu mwingine kwa sababu bado hajajua huyu mtu anapenda vitu gani. Huyu mtu ni vitu gani nikivitenda kwake yeye hafanye nini? Hapendi. Lakini ukipewa maelekezo kutoka kwa watu kwamba mtu fulani au mtu huyo yeye mwenyewe akaamua kuambia kwamba bwana, mimi 1 2 3 sivipendi, ila ukinifanyia 1 2 3 napendezwa navyo, utakuwa makini kwenye kutenda hayo aliyokuambia ili usifanye nini? Usimkosee. Bwana Yesu asifiwe. Hasa Biblia kwenye kitabu cha Zaburi ya 51:13 anasema nitawafundisha wakosaji njia zako. Anasema atawafundisha wakosaji njia za nani? Za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba hataki watu waendelee kumkosea nani? Atawafundisha wakosaji njia za Mungu. Hataki wakosaji waendelee kumkosea Mungu, kwa sababu wakosaji watakapofundishwa kwa juu habari ya mapenzi ya Mungu, wakosaji watakapofundishwa kwa juu habari za Mungu, watayatenda yaliyo ya Mungu ili wasimkosee nani? Bwana Yesu asifiwe. Watatenda yaliyo ya Mungu ili wasimkosee Mungu. Ndio maana nikasema kitu cha kwanza, Mungu anapokupa neema, tafuta kujua njia zake ili utende yaliyo mapenzi ya Mungu, usimkosee Mungu, na hiyo neema isiondoke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu kukupa neema ni jambo moja, ila neema ya Mungu iendelee kubaki juu yako ni jambo jingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa moja ya sababu ya neema ya Mungu iendelee kujaa kwako na isipunguke ni wewe kutafuta mapenzi ya Mungu, ni wewe kutaka kujua njia za Mungu, ni wewe kutaka kujua pattern za Mungu, ili kusudi uenende na kuyatenda yale yaliyo ya Mungu. Na kwa bahati nzuri, ukiyatenda yaliyo ya Mungu, unakuwa unampendeza Mungu na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usihangaike sana kuwapendeza watu. Ukihangaika sana kuwapendeza watu, utajikuta unayatenda na kuwapendeza walio watu, lakini ukamchukiza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini zuri zaidi ni kutenda yaliyo ya Mungu na kumpendeza Mungu, kwa sababu ukimpendeza Mungu umependeza na nani? Ukiona mtu anachukia wewe kutenda yale yanayompendeza Mungu, basi huyo sio wa upande wa Mungu na hawezi kukupeleka popote. Bwana Yesu asifiwe. Na hawezi kukupa chochote kitakachokuwa urithi wa mataifa. Hawezi kukupa chochote ambacho vizazi vyako vitajivunia kwa wewe kutembea na huyo mtu, sio kutembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sehemu zingine niliwaambia kwamba Mungu anapoamua kutoa kitu cha rohoni kukupa wewe, kitu cha kwanza anachokifanya Mungu anakikatia hicho kitu bima. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapotaka kukupa uchumi mzuri, kitu cha kwanza anatafuta vitu vinavyoimarisha uchumi wako, alafu anavikatia bima. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba hivyo vitu visipotee, kwa sababu agano la Mungu ni agano la milele. Mungu anapoweka agano na mtu, anaweka agano ambalo vizazi vyake huyo mtu vitakuta. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nikasema Mungu anapoamua kutoa vitu vya rohoni kukupa katika ulimwengu wa mwili,
huwa pia anakata na bima kwa ajili ya hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe. Na kazi ya bima ni kuvifanya hivyo vitu viendelee kudumu. Na hata dhoruba ikija, kazi ya bima ni kuvirudisha hivyo vitu katika hali ya kwanza visipotee. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Mungu akaweka ahadi kubwa kwa Ibrahim. Mungu anasema ameikuza ahadi yake kuliko jina lake lote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuahidi kitu ambacho hicho kitu akifutiki kwenye uso wako, labda wewe ndio uamue kujifuta kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikasema Mungu akiamua kutoa vya rohoni akavileta kwenye ulimwengu wako wa mwili uvimiliki, anavikatia bima. Ila shetani akiamua kukunufaisha na vitu vyake vya rohoni, Bwana Yesu asifiwe, anachokifanya ni kukupa ahadi wewe kuendelea kuishi navyo mpaka muda wako utakapoishi. Ukifa tu na hilo agano limeishia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ukifa, ukiweka agano na shetani, utakapokufa agano limeishia hapo. Uzao wako hawezi kurithi. Tumeona watu wengi sana ambao wamepata utajiri kupitia waganga wa kienyeji au kupitia mapepo. Pindi wanapokufa zile mali zinafanya nini? Lakini Mungu wetu hayuko hivyo. Akikupa, anakupa si kwa ajili yako, ni kwa ajili ya uzao wako wote. Kwa hiyo jifunze sana kutafuta kumpendeza Mungu na kutafuta njia za Mungu ambazo zitakufanya wewe umpendeze Mungu na wanadamu, ili usipoteze ile neema ambayo Mungu amekupa. Kwa sababu ukipoteza neema mbele za Mungu ni kana kwamba umepoteza dhahabu. Kwa sababu ukipoteza neema umepoteza kibali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kichwa cha somo kinasema neema inatutambulisha juu ya nchi. Kama Mungu akikupa neema, sehemu yoyote utakayokwenda, kabla wewe haujajitambulisha kwa hao watu, Mungu anafanya kazi ya kukutambulisha nani? Wewe. Hata kama hauna qualification, hata kama hauna vigezo ya kitu chochote ambacho jamii inakihitaji, lakini Mungu atakachokifanya ni yeye kukupa wewe vigezo kwenye hicho kitu, ili kusudi hao watu wakuone wewe ni bora kuliko watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda vizuri. Kwa hiyo tafuta kumpendeza Mungu ili akupe neema. Na neema ya Mungu inakuja na mahitaji yako. Kwa sababu tumesoma, tumeona tukikaribia kitu cha neema kwa ujasiri ili tuweze kupata neema na rehema. Tukaribia kitu cha rehema kwa ujasiri ili tuweze kupata neema na rehema itakao tusaidia wakati wa nini? Wa mahitaji. Kwa hiyo tumesema neema inatusaidia kupata mahitaji yetu. Kwa unapopoteza ile neema mbele za Mungu, unapokengeuka na kutembea katika njia ambazo zimpendezi Mungu, ni kana kwamba unapoteza neema au unapoteza kibali, na ni kana kwamba unapoteza mahitaji yako muhimu ambayo yanakusaidia wewe kusustain katika ulimwengu huu wa nini? Wa kawaida. Au ukipoteza neema mbele za Mungu, umepoteza kitu cha thamani kubwa. Kwa sababu hata utakapopambana kufanya kazi kwa bidii, utakuwa ukipata mshahara lakini unaweka kwenye mfuko uliofanya nini? Ili Mungu akufanyie bima, ili Mungu akukatie bima kwenye vitu ambavyo amekupa kwenye ulimwengu wake wa roho, alafu vikaja kwenye ulimwengu wa mwili, unatakiwa sana kujua mapenzi ya Mungu au kujua njia za Mungu. Na kwenye ile Zaburi ya 51:13, maana ya kutaka kujua njia za Mungu ni kutaka kumpendeza Mungu na usimkosee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya pili ni kutafuta kumjua Mungu. Mungu anapokupa neema kubwa juu ya bali ya uso wa nchi, tafuta zaidi kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kadri Mungu anapokupa kitu, kuna kitu ambacho Mungu anataka wewe ufanye cha ziada kupitia hicho nini? Kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulikuwa na mtaji wa milioni 10, Mungu ghafla anakupa milioni 30. Tafuta kujua kwamba kwa nini Mungu amenipa milioni 30. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba mbona wakati na milioni 10 nilikuwa niko fresh tu na sikuwa napungukiwa na chochote, mbona ameniongezea hiki? Bwana Yesu asifiwe. Tafuta kujua kwamba kwa nini Mungu ameniongezea kingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kadri unavyotaka kumjua Mungu, ndivyo kadri anavyozidi kujifunua kwako tofauti tofauti. Wengi tumesoma Agano la Kale, si ndio? Kwani Mungu amejifunua kwa jina moja kwenye Agano la Kale? Si amejifunua kwa majina tofauti tofauti? Na kadri Mungu alivyojifunua kwa jina moja kwenda jina lingine, lilikuwa na utukufu mkubwa kutoka jina moja kwenda jina. Sasa Mungu anapokutambulisha au anapojifunua, anapokuongezea neema kwako, anataka kwamba wewe ujue kwa nini amekuongezea, kwa nini amejifunua kwa upya, kwa nini amekuongezea hicho kitu kingine cha ziada ambacho haukuwa nacho, ambacho kinaitwa neema. Kwa hiyo Mungu akikupa neema, kitu cha pili, tafuta kujua na kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
Kama ulikuwa unamjua Mungu katika hali ya kawaida, tafuta kumjua katika hali kubwa zaidi kuliko namna ambavyo ulikuwa unamfahamu mwanzo. Kwa sababu kadri unavyotafuta kumjua Mungu zaidi, ndivyo unavyozidi kuzijua password za Mungu ambazo zimefanya nini? Zimefichwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kadri unavyozidi kumjua Mungu, kumchimba na kumtafuta Mungu, ndivyo Mungu anapokupa neema ya wewe kujua password ambazo amezificha kuhusu yeye. Vitu ambavyo baba zako hawajafunuliwa, vitu ambavyo wakubwa zako au watangulizi wako hawajafunuliwa, ukitafuta kumtafuta Mungu na kumjua Mungu zaidi, anakufunulia vitu vingi ambavyo wengi hakuwafunulia. Bwana Yesu asifiwe. Ukitafuta kumjua Mungu zaidi kwenye jamii yenu, kwenye ukoo wenu, kama mlikuwa mnaishiaga form 4, kama mlikuwa mnaishiaga labda darasa 7, anakupa neema ya wewe kutembea umbali mrefu kwenye elimu. Bwana Yesu asifiwe. Anakupa neema ya wewe kufunulia kwenye umbali mrefu upande wa elimu. Kama mlikuwa mnaishia kwenye masuala ya uchumi wa level fulani, ukitafuta kumjua Mungu zaidi, kwa sababu ukitafuta kumjua Mungu zaidi, Mungu anajua kwamba huyu amefikia viwango vya mimi kumbariki kwa kiasi cha yeye anachonijua mimi. Bwana Yesu asifiwe. Iko hivi, ukizoea kutoa 10,000 kama zaka, unamtengenezea mazingira ya Mungu kukupa 100,000. Sio, umeelewa? Ukizoea yani kama 10,000 kwako hazikupigi change, ukienda kuzitoa kama zaka, unamtengenezea Mungu mazingira ya kukupa shilingi ngapi? 100,000 kama pato lako. Bwana Yesu asifiwe. Sio, umeelewa? Nazungumza habari za zaka sasa. Ukizoea kumpa Mungu 100,000 kama zaka, unamtengenezea Mungu mazingira ya yeye akupe milioni. Kwa sababu gani? Kiwango chako cha kumjua Mungu kimefikia kiwango cha 100,000. Mtu yoyote aliyekutana na Mungu, kitu cha kwanza ambacho Mungu alimtaka akifanye ni kumjengea madhabahu au kutoa sadaka. Sisi tumekubaliana au tunaelewana? Kwa hiyo kama unataka vitu vikubwa kwa Mungu, jitahidi kumjua Mungu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na moja ya password ya kutaka kumjua Mungu zaidi ni kumjaribu kwa jua habari ya nini? Sadaka. Ukitaka Mungu ajifunue mara nyingi kwako, ukitaka Mungu ajifunue hovyo kwako, ni wewe kumjaribu kwa kutoa nini? Sadaka. Ndio maana nikasema kama kiwango chako cha sadaka, ni uwezo wako kumtolea Mungu zaka ni 100,000, unamtengenezea Mungu mazingira yeye kujifunua kwa kiwango cha 1,000,000. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usidumae kwenye kiwango cha kumjua Mungu cha sadaka ya shilingi 10,000, kwa sababu utakaa hapo katika hali ya udumavu. Vitu vitatu vile vya msingi kwenye maisha yako: soma neno sana, fanya maombi sana, lakini pia utoe sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa point ile ya 3 tukasema kwamba tafuta kumjua Mungu. Tusome kile kitabu cha Wagalatia 4:8. Biblia inasema hivi: lakini wakati ule kwa kuwa hamkujua Mungu, mliwatumikia wao ambao kwa asili si miungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati ule kwa kuwa hamkumjua Mungu, mliwatumikia wao ambao kwa asili sio miungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe, ukimjua Mungu sana, kitu cha kwanza ambacho Mungu anakifanya kwako ni wewe kufanya ibada zenye maana. Kwa sababu unaweza kujikuta unafanya ibada, kumbe haumfanyii ibada Mungu, unafanyia miungu. Kwa sababu gani? Haumjui Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hasa kwenye kitabu cha Wagalatia 4:8 nasema, lakini wakati ule kwa kuwa hamkumjua Mungu, kwa kuwa kwa wakati ule hamkumjua Mungu, mlijikuta mnaitumikia miungu mingine mkijua ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hasara za kutokumjua Mungu sana, unaweza kuwa unakaa kanisani hapa kila siku muda mrefu, kumbe unamtumikia mchungaji, umtumikii Mungu. Unaweza kukaa kanisani muda mrefu, ukafikiri unamtumikia Mungu, kumbe unamtumikia nani? Mwenyekiti wa ujenzi. Tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tafuta kumjua Mungu sana, ili kusudi ibada zako zisiwe za hasara. Shakutanaga na mtu amekaa kwenye daladala, akapiga mbonji, akalala. Bwana Yesu asifiwe. Amepanda gari la Gongo la Mboto vizuri kabisa hapo, kwenda wapi? Mbagala. Lengo la Mbagala, lakini yeye anaenda wapi? Uhasibu. Kitendo cha yeye kulala, akajikuta yuko Mbagala, amepitiliza na uhasibu yenyewe.
Ameenda mahali ambapo hakutakiwa kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amekwenda mahali ambapo hakutakiwa. Unaweza kuwa unakuja kanisani kila siku, unamwabudu Mungu na unatoa sadaka, lakini ufahamu wako kuhusu Mungu kama ni mdogo, utajikuta kwamba ile kuja kwako kanisani kila siku ilikuwa ni bure, kwa sababu namna ambavyo unamsikiliza Mungu kanisani na namna ambavyo unamchukulia Mungu kwenye maisha yako ya kawaida ni vitu viwili. Bwana Yesu asifiwe. Unajikuta unazunguka mlima ule ule, unazunguka tu mlima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili tusimtumikie Mungu kwa hasara, jambo la pili ni kutaka kumjua Mungu. Ili tusimtumikie Mungu kwa hasara, jambo la pili tuweze sana kutafuta kumjua Mungu. Na Mungu anajifunua kwa watu, nikasema, kwa kutoa sadaka, kwa kufanya maombi na kusoma neno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kufanya hivyo utajikuta unamtumikia Mungu halisi ambaye kila siku anajifunua kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kila siku atakuwa afanya kazi ya kujifunua kwako, naye atakuwa ni Mungu halisi kwako. Hawa Galatia 4:8 walikuwa wanamtumikia Mungu, lakini kumbe hakuwa ni Mungu halisi. Walikuwa na papasa tu, hawakumjua. Bwana Yesu asifiwe. Ni hatari sana kwa kanisa la leo likawa linahudhuria vipindi vyote vya kanisa alafu halimjui Mungu. Watu wengi wanakuja kanisani, sijui kwa kipunguni, ila watu wengi wanakwenda kanisani kwa sababu ya nature ya kuzaliwa kama Moravian. Au mtu anakwenda kanisani kwa nature ya kuzaliwa kama MKKT. Mtu anakwenda kanisani kwa nature ya kuzaliwa kama Mkatoliki. Mtu anakwenda kanisani kwa nature ya kuzaliwa kama MFPCT au makanisa mengine. Ukienda kanisani kama mshabiki wa kanisa, sikiliza, wakuu wa dini watakachokifanya ni wao kukupa wewe neema ya kuijua dini yako vizuri na sio Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia. Ukiwa ni muumini wa dini sana, kitu ambacho wakuu wa dini watakifanya ni kukupa wewe neema ya kuijua dini yako vizuri, lakini sio kumjua Mungu wako ambaye ndiye mwenye hiyo dini. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana? Tunaelewana. Kwa kitu cha msingi na kikubwa cha kufanya ni wewe binafsi kuanza kutafuta kumjua Mungu wako kwenye mazingira yako binafsi. Kwa sababu mtoto wako wewe hafanani na watoto wengine. Bwana Yesu asifiwe. Biashara yako wewe haifanani na watu wa biashara zingine. Kitu kinachotofautisha watoto wako wawe tofauti na watoto wengine, au biashara yako iwe tofauti na biashara zingine, ni kiwango cha neema ya Mungu kilicho juu yako. Ndicho kinachotofautisha vitu vilivyo kwenye mazingira yako, hata kama hivyo vitu vinafanana na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa kufahamu zaidi na kwa undani namna neema ya Mungu inavyotupa kibali mbele za wanadamu, na namna tutakavyoweza kukua kwenye jamii ambayo Mungu ametupa tuishi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hapendezwi kabisa na watu kuwa wadumavu kwenye jamii zao. Kuna mtu mmoja akasema, si na wewe kama mtaani kwako ipo. Wakati wewe unakuaga zamani, wakati unakuwa mpaka unakuwa mtu mzima, unaanzisha familia yako, lakini mpaka leo kuna yule mama ambaye alikuwa anakuziaga maandazi kule kijijini kwenu au kwenye mtaa wako ulikotoka kule, ni Mbeya au wapi, si ndio? Mpaka leo ukienda yule mama anapika maandazi afu katika mfumo ule ule. Si unaelewa? Yaani kipimo cha maandazi ni kile kile, testi ya maandazi ni ile ile, wateja wake bado ni wale. Sasa Mungu hataki watumishi wake wadumae kwa mfumo huo. Mungu anataka kwamba neema ikizidi kwako ije na mahitaji yaliyozidi. Kwa sababu Mungu, tumesema tumekubaliana hapa kwamba neema inatusaidia kupata mahitaji mbele za Mungu, si ndio? Sasa Mungu anapoleta neema kwako, analeta na mahitaji. Ila nikasema ili neema iwe kubwa kwenye maisha yako, itategemea na wewe kiasi gani unakaza kumpenda Mungu au kutafuta kumjua Mungu kwenye maisha yako na kuwa mtiifu mbele za Mungu. Ni vitu viwili pekee ambavyo unaweza kuvifanya na Mungu akakukubali na akakuthibitisha mbinguni na duniani. Anasema, tafuteni kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hakuna mtu ambaye atamuona Mungu asipokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tafuteni kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Mungu asipokuwa.
Kwa ili uweze kumwona Mungu kwenye biashara yako, ni vitu viwili unataka kuvifanya. Cha kwanza utakatifu. Cha pili kuwa na amani na watu. Tunaelewana? Hakuna mtu atakayeweza kumwona Mungu kama asipokuwa na utakatifu, kama asipokuwa na amani na watu. Ina maana sio kwamba hautamwona tu mbinguni, duniani pia hautauona wema wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye biashara zako hutaona Mungu akijishughulisha nayo. Utatumia uzoefu tu na akili zako kuinusuru biashara yako isife. Lakini hautaona Mungu akipambana kwa ajili ya biashara yako. Bwana Yesu asifiwe. Utaendelea tu kuona watoto, wewe unasomesha watoto ada milioni 2. Kuna mtu analipa ada shilingi kuna mtu analipa ada shilingi 20,000. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unalipa ada milioni 2. Huyu mtoto analipa ada shilingi 20,000 anapata division 1. Na wewe unayemlipia mtoto wako ada milioni 2 anapata division. Ndio je, Mungu hana upendeleo. Yaani kinachokufanya wewe uweze kufanikiwa kwenye mazingira sio vitu ambavyo wewe umejisazia kwenye mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Kinachokufanya uweze kufanikiwa kwenye mazingira yako sio vitu ambavyo wewe umejisazia kwenye mazingira yako, kama umejisazia watu wengi, umejisazia mtaji mkubwa, una elimu kubwa, unalipa mshahara mkubwa. Hivyo vitu havitakufanya wewe ukue au kuzidi katika nchi. Havitakufanya wewe uzidi kuwa na matokeo makubwa katika nchi. Ndio unaweza kawa nayo, lakini yasiwe na manufaa kwa ajili ya uzao wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kinachokufanya wewe uweze kukua na kuzidi katika nchi ni kiwango cha neema ambacho Mungu amekiweka ndani mwako. Na hicho kiwango cha neema kitategemea sana na wewe unavyotafuta kukataka kumjua nani? Mungu. Na kutaka kufanya na kutembea katika njia zake ambazo katika hizo haumchukizi lakini unamfurahisha. Hiyo issue imetokea kwa Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwambia shetani, umetoka wapi? Anatoka kuzulazula. Umemwona mtumishi wangu Ayubu? Anambia wewe umembarikia kwa sababu nampenda, umempa mang'ombe, umempa nini? Anambia sikia. Roho yake tu usifanye nini? Usiichukue. Lakini vingine vyote unaweza kufanya nini? Kuvichukua. Bwana Yesu asifiwe. Kilichomfanya Ayubu akakaza kumpenda Mungu sio kwa sababu ya vitu alivyokuwa navyo mwanzo vikapotea, akitegemea kwamba Mungu atampa tena. No. Ni kwa sababu ya Mungu aliyejijengea desturi ya kumwabudu miaka yote na kutaka kumpendeza yeye tu katika njia zake zote. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mwangalifu sana kwenye njia zako, kwa sababu njia zako ndizo zinazoweza kukupa hatima ya wewe kufanikiwa kimwili au kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hasa hao jamaa wa Galatia 4, kwenye hiyo Galatia 4:8, hawa jamaa Biblia inasema kitu sana, lakini wakati ule kwa kuwa hamkumjua Mungu mliwatumikia wao ambao kwa asili si miungu. Kwa jamaa walikuwa wanapiga walikuwa wanapoteza muda. Wanamtumikia Mungu wakifikiri wanamtumikia Mungu, kumbe wanawatumikia watu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe wanatumikia falme zingine. Lakini Mungu anasema ni kwa sababu hamkumjua nani? Mungu. Hasa this time watu tumejua Mungu halisi ni yupi. Tunatakiwa kukaa katika hali ya kumtumaini na kumtumikia ili kusudi tusipoteze muda wa kutumikia vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanawatumikia watoto wao au wanawaabudu watoto wao bila kujua. Yaani mtoto ndio kila kitu kwake. Mtu mwingine kazi ndio kila kitu kwake. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu mwingine bosi wake ndio kila kitu. Yaani uko lazi ampendeze bosi, ampendeze mtoto, apendeze mke wake, lakini si kumpendeza nani? Yaani kile kitendo cha wewe kujenga hofu kubwa katika vitu vinavyokuzingira katika mazingira yako ni kana kwamba hivyo vitu unaviabudu, lakini sio nani? Sio Mungu. Kwa unaweza kuwa unafanya ibada kila siku na unakuwa na hofu kubwa na hizo ibada unazozifanya, lakini hizo ibada ni ibada ambazo Mungu hanufaiki nazo, ni kana kwamba wewe unakuwa unaviabudu vitu ambavyo viko kwenye mazingira ya hiyo ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu hataki tupoteze muda. Anachokisema kipindi kile mlikuwa mnawatumikia wao kwa sababu hamkumjua Mungu. This time tumepata neema ya kumjua Mungu. Tunatakiwa kumtumikia Mungu katika viwango vya tofauti. Kama leo Mungu amekuonekania kwa viwango hivi, tafuta kumjua Mungu zaidi ili akuonekanie kwa viwango vingine. Kwa sababu tumesema neema ndio inatupa mahitaji. Sasa ili uweze kuwa mwingi au na utele wa mahitaji, itategemeana sana na wewe unakikaribiaje kiti cha rehema. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa sababu kiti cha rehema ndio chenye package hizo mbili. Kiti cha rehema kwanza kina neema na kina rehema chenyewe, ambazo ukichukua combination ya neema na rehema unapata nini? Mahitaji. Sasa kuna watu wengine wanakomaa kutafuta mahitaji, lakini hawakomai kumtafuta Mungu na kumpendeza na kuzitafuta njia zake, kwa sababu huko ndiko neema inakopatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi ya mwisho, endelea kutafuta neema. Pointi ya mwisho, ndio tunajua Mungu amekupa neema, lakini ili Mungu aweze kukupa akupe neema zaidi, ni wewe kuendelea kutafuta neema zaidi. Fiwe. Kwenye Kutoka 16 Biblia inasema, kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako, mimi na watu wako, sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu jamaa Musa alichokuwa anatafuta, kwa sababu anasema kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako. Hili ni swali ambalo Musa alikuwa anamuuliza Mungu, kwamba itajulikanaje kwamba tumepata neema mbele zako? Utaona kwenye Kutoka 40 Mungu alimjibu hili swali. Musa alikuwa anamuuliza Mungu kwamba itajulikanaje kwamba tumepata neema mbele zako. Alikuwa anataka kumwambia Mungu, tuonyeshe ishara ambazo katika hizo watu wakiona watajua ya kwamba sisi tumepata neema mbele. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kujua akasema, kama uso wako hautakwenda pamoja nasi, usitutoe mahali. Na maana alikuwa anataka kwenye safari yao waweze kutembea na Mungu safari yao yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wanapokuwa wanatembea na Mungu, Musa alikuwa anajua kabisa kwamba tunapokwenda kutembea na Mungu kwenye safari, ishara za Mungu zitakuwa pamoja nasi, kwa maana haitakuwa mara ya kwanza wao kupewa ishara na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ila hii ilikuwa ni safari mpya nyingine kwao. Ndiyo, safari za huko nyuma Mungu ameonekania na akatenda ishara kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Hasa safari nyingine Musa alikuwa anataka kujua, je, Mungu ataendelea kutenda ishara? Kwa kama anataka kumjaribu Mungu kwamba itajulikanaje kwamba tumepata neema mbele zako. Kwa kumbe neema inaambatana na nini? Na ishara. Mungu akikupa neema, anakupa na ishara ya kwamba mtu huyu nimempa nini? Neema. Narudia tena. Mungu akikupa neema, anakupa na ishara. Tafsiri ya ishara ni watu wajue kwenye matokeo ya mwili kwamba huyu mtu ana neema, kwa kuviona vitu ambavyo huyo mtu anavifanya visivyo vya kawaida. Mtu yoyote ambaye Mungu anampa neema huwa anafanya vitu visivyo vya nini? Bwana Yesu asifiwe. Ni hatari sana wewe kufanya vitu kutaka kufanya vitu visivyo vya kawaida wakati hautafuti kuomba neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Musa alikuwa anamjaribu Mungu kwamba safari hii tunayoiendea tena Mungu ataendelea kutoa ishara, na ndio akamuuliza Mungu, kwenye safari tunayoendea itajulikanaje kwamba tumepata neema mbele zako? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza Musa akajua na neema, na alipojua na neema akaomba ishara, na Mungu akajibu akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, na mimi nitakupa nini? Ni maombi yangu mchana huu leo, neema ya Mungu ikapate kuwa pamoja nawe, na neema ya Mungu ikatembee na wewe, naye Mungu akakupe raha. Hakuna mwanadamu atakayezuia safari yako mpya ambayo Mungu ataanza na wewe. Baada ya Mungu kukupa neema ya kutembea na uso wake, kwenye biashara yako Mungu atakupa raha. Kwenye uchumi wako Mungu atakupa raha. Kule kazini kwako ambako kuna vita Mungu atakupa raha. Hiyo afya yako ambayo una hofu utakufa muda wote Mungu atakupa raha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuone maombi. Endelea kutafuta neema ya Mungu. Tutaona kitabu cha Matendo ya Mitume 6:8. Biblia inasema hivi, na Stefano akijaa neema na uwezo alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema na Stefano akijaa neema na uwezo alikuwa akifanya maajabu
na ishara kubwa katika watu. Stefano alipojawa na neema ya kutosha, Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema alipojaa neema na uwezo, alikuwa akifanya mambo ya ajabu. Kufanya mambo ya ajabu ni kufanya vitu ambavyo katika hali ya kawaida huwa havifanyiki. Yaani ukivifanya hivyo vitu watu wanataharuki. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukivifanya hivyo vitu watu wanabaki wanashangaa kwamba imewezekanaje. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile ambavyo Mungu amefanya mambo ya ajabu Kipunguni, kwamba imewezekanaje watu wa mabati wanawaza ghorofa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akiachilia neema kwako, kitu cha kwanza atakachokifanya kwako, tumesoma huku, Musa alipogundua ya kwamba amepata neema, kitu cha kwanza ambacho alikiomba kwa Mungu ni ishara. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana niseme itajulikanaje kwamba tumepata neema mbele zako? Alikuwa anategemea nini? Ishara. Sasa huku Stefano amepata neema mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amejawa neema na uwezo. Alivyojawa neema na uwezo, ndipo alipoweza kufanya mambo ya ajabu ambayo kwenye jamii yoyote ya kawaida hayatendeki. Mungu akikupa neema na uwezo mkubwa, kitu unachokifanya ni wewe kufanya vitu vikubwa ambavyo ukoo wako haujazoea. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akikupa neema na uwezo, atakachokifanya ni kuvunja malango, ni kuvunja mipaka ambayo ilikuwa imewekwa kwamba asivuke mtu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakachokifanya ni wewe kukuvusha kwenye hiyo mipaka na kufanya vitu ambavyo jamii yako ilikuwa haifanyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo, ukitaka Mungu akutendee mambo makubwa na ajabu kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwa watoto wako, kwenye afya yako, ni wewe kuomba neema mbele za Mungu, ambazo hizo neema zikapate kuwa na uwezo. Mungu ndiye mwenye uweza peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Watu wote ambao Mungu aliwapa neema na kuwaumba, akawapa uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu uwezo una kipimo. Bwana Yesu asifiwe. Uwezo una kipimo. Unaweza ukasema uwezo huu ni kiwango fulani, ni kiasi fulani. Lakini Mungu yeye anao uweza ambao huo uweza hauna nini? Hauna kipimo. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye muweza na ndiye anayegawa uwezo. Yeye hana kipimo, ila uwezo una kipimo. Kwa Mungu anawapa uwezo wanadamu, na huo uwezo unakuwa na kipimo chake. Sasa ili kipimo chako kiende kiwe kikubwa kutoka kipimo kimoja kwenda kipimo kingine, itategemea na neema ambayo wewe unaitafuta kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Stefano alijawa neema na uwezo, ndio akaweza kufanya mambo makubwa na ya ajabu ambayo kwenye hali ya kawaida hayakuweza kufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Kutoka 40:34, hapo tunaangalia maombi ya majibu ambayo Mungu alimjibu Musa wakati wa maombi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huku si alimwambia Mungu, uso wako usipokwenda nasi usitoe mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na kana naomba uso wa Mungu utembee naye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Kutoka 40:34 mpaka 38. Biblia inasema, ndipo lile wingu likafunikiza hema ya kukutania, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani, wala Musa hakuweza kuliingilia hema la kukutania, kwa sababu lile wingu lilikaa juu yake, na huo utukufu wa Bwana ukajaza maskani. Na hapo lile wingu lilipoinuliwa kutoka juu maskani, lipo juu ya maskani, wana wa Israeli wakaenda mbele katika safari zao zote. Bali kama lile wingu halikuinuliwa wakati ule, hawakusafiri hata siku ile ilipoinuliwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana lile wingu lilikuwa juu ya maskani wakati wa mchana, na mlikuwa na moto ndani yake wakati wa usiku, mbele ya macho ya nyumba ya Israeli katika safari zao zote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu akamwambia Musa, nitakwenda na wewe. Lakini Mungu alikwenda na Musa kwa mfumo wa nini? Wingu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakubaliana kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kumuona Mungu akaishi, si ndio? Kwa Mungu akaja kujifunua kwao kwa mfumo wa wingu, na lile wingu lilikuwa na utukufu wa Mungu ambao alikuwa ni Mungu mwenyewe. Biblia inasema siku ambapo lile wingu halikuinuliwa, wana wa Israeli hawakuondoka, hawakuendelea na nini?
na safari. Tafsiri yake nyingine ni kwamba si kitu ambacho Mungu hakuwaambia wana wa Israeli wafanye, hawakufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mantiki nyingine ni kwamba hawa watu walikuwa wanaongozwa na Mungu 100%, na ndio maana katika njia zao zote walifanikiwa. Kwa sababu gani? Walifanya tu kile ambacho Mungu alitaka wao wafanye. Kama Mungu hakuwataka wao wafanye, wao hawakufanya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wanadamu wa leo watakapokuwa na elimu kubwa, watataka matokeo yao ya nje yaamuliwe na kiwango cha elimu yao. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama elimu yake na mruhusu kupita mali fulani, hata subiri tena Mungu aruhusu, atapita kwa sababu elimu yake na mruhusu kupita. Si mnanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa daktari mzuri kabisa, na katika maisha yako ya udaktari haujawahi kufanya upasuaji mtu akafa. Lakini kama Mungu hajakuruhusu saa hii kumfanyia upasuaji mtu fulani, ukitaka kutumia taaluma yako na uzoefu wako, unaweza ukafanya upasuaji na ukaua mtu. Sio kwa sababu wewe sio daktari, ila ni kwa sababu ulitaka taaluma yako ndio itumike kumpasua mtu, na si Mungu aamue ni wakati gani na ni muda gani umpasue mtu. Tunaelewana? Kwa hiyo Mungu anafanya kazi zaidi ya taaluma tulizo nazo, zaidi ya uwezo tulio nao. Wana wa Israeli, kama Mungu hakuwaambia, kama lile wingu alikuinuliwa, hawakuondoka. Kama Mungu hakuwaambia waanze na safari, walikaa hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ule mstari wa 37 unasema, bali kama lile wingu alikuinuliwa wakati wa kusafiri, hata siku ile halikuinuliwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri yake ni kwamba kama Mungu hajaruhusu wewe kufanya kitu chochote, ukaamua kukifanya hicho kitu, basi jua kwamba ipo hatari kubwa ya wewe kufeli kufanya hicho kitu. Na hicho kitu ukifeli, wewe upati, Mungu hapati, familia yako ipati. Na hata kama ukifanikiwa kufanya hicho kitu, kama Mungu hajaruhusu, wewe utapata, familia yako itapata, lakini hakitaweza kudumu, kitakufa. Wana wa Israeli, sikiza, Mungu wetu ni Mungu atufundishaye kupata faida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wana wa Israeli, kama Mungu hakuamua, hawakufanya. Kwa nini? Kwa sababu kama wangaliamua, wasingefika hatima ya safari yao. Ni maombi yangu mchana wa leo, kama Mungu hajaamua kufanya chochote kwenye maisha yako, kaa kimya mpaka wakati wa Mungu utakapofika wewe kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usifanye kitu kwa sababu ya miemko na kwa sababu unaona uko tayari kukifanya. Ila fanya hata kama uko tayari kukifanya hicho kitu, una fedha, una watu, una kila kitu, na uko tayari kukifanya hicho kitu. Lakini kama Mungu hajakitaka ukifanye hicho kitu wakati huo, usifanye. Hata kama vitendea kazi vya kufanyia kazi hicho kitu unavyo. Bwana Yesu asifiwe. Hawa jamaa walikuwa na Mungu muda wote, lakini kile kitu ambacho Mungu hakutaka kufanya wao hawakufanya. Kile ambacho Mungu alitaka wao wafanye, walifanya. Sasa ndani ya lile wingu, Biblia inasema kulikuwa namo nini? Moto. Ndani ya lile wingu kulikuwa na moto. Sasa kazi ya moto ilikuwa ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya moto ilikuwa, tusome kile kitabu cha Matendo ya Mitume 2:1-3. Biblia inasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla kutoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliokalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Bwana Yesu asifiwe. Ili kanisa la kwanza, wakati wamejifungia, wakiwa nasubiri tayari kwa utayari wa huduma, Biblia inasema walishukiwa na ndimi za moto. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu alishuka kwao mithili ya ndimi za moto. Na ndimi za moto ziliposhuka kwao, walianza tayari kunena lugha nini? Lugha mpya. Tayari walipewa nguvu na utayari wa huduma, na kazi ya ule moto ilikuwa ni ulinzi kwao wa Roho Mtakatifu dhidi ya huduma nayo kwenda kuifanya. Na ndio maana kwenye ile wingu la Mungu kulikuwamo nao moto. Biblia inasema kwenye kitabu cha Kutoka nadhani 14:24, Mungu alipochungulia kutoka kwenye ule kwenye ule moto, ndipo alipowaona Wafilisti wanakuja, alafu Mungu akawaadhibu. Mungu alichungulia kutoka kwenye ule moto, ndipo akawaona Wafilisti. Nafikiri Kutoka 14:24. Biblia inasema ndipo Mungu alipowaona nani?
Wafilisti, lakini Mungu alikuwepo kwenye ule nini? Ule moto. Roho Mtakatifu alipowashukia hao wanafunzi wake mithili ya ndimi za moto, ni Mungu mwenyewe aliwashukia hao wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alikuja kwa mfumo kama moto. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la leo, ukitaka uweze kufanikiwa kwenye maisha, tumezungumza sana kujua habari ya neema, lakini ni wewe kuzaliwa mara ya pili, kwa sababu hata Yesu hata Yohana alisema, mimi nawabatizi nyinyi kwa maji, lakini yupo atakayewabatiza ninyi kwa nini? Ilikuwa kwa nini tubatizwe kwa moto? Kwa nini? Kwa sababu zamani hata kama walikuwa wanabatizwa kwa maji, walikuwa wanarudi katika hali ile ile ya makosa ya dhamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana ukibatizwa kwa moto, kwa leo nisema kuokoka, Bwana Yesu asifiwe. Ukibatizwa kwa moto, Roho Mtakatifu anaingia ndani yako kwa mfumo kama wa moto, ndipo unaweza kupata nguvu hata ya kuteketeza takataka zote au misingi yote iliyokufunga usiweze kuendelea kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ukibatizwa kwa maji, watu wengi sana wanabishana kwa habari ya maji mengi au maji machache. Bwana Yesu asifiwe. Maji hayamkimbizi nani? Shetani. Maji hayakimbizi mapepo wachafu. Kinachomkimbiza pepo ni moto. Bwana Yesu asifiwe. Kinachomkimbiza pepo ni moto. Kinachomuunguza na yeye akateketea ni moto. Usijivunie kubatizwa kwa maji mengi, usijivunie kubatizwa kwa maji machache. Jivunie kwa sababu umebatizwa kwa moto, kwa sababu huo moto ndio utakao kufanya wewe uweze kuishi maisha ya Kikristo, kwa sababu Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu mwenyewe yuko ndani yako akikuongoza na kukushindia vita zako zote. Mungu alitembea na wana wa Israeli kwenye safari zao wakiongozwa na ule mwale wa moto, na Mungu mwenyewe aliwaonekania na kuwashindia vita zao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo, ukitaka uweze kutembea umbali mrefu katika hali ya kiroho, jifunze sana kutembea na neema ambayo Mungu amekupa. Lakini pia jifunze kutembea na kuongozwa na Roho Mtakatifu na Mungu mwenyewe kwenye safari ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Somo kubwa tumejifunza ni kwa juu habari ya neema, ambayo hiyo neema ndani yake ina package ya mahitaji. Wapo wengi sana wamepoteza neema, na wengi Mungu aliwaamini akawapa neema kubwa, wakajisahau, wakaipoteza hiyo neema na vitu vyao vikaanza kuharibika. Wamejikuta ni watu wa kawaida sasa hivi, lakini zamani walikuwa ni watu wakubwa. Wengine mmezaliwa kwenye jamii ambazo mnasimuliwa tu matendo makubwa ambayo Mungu aliyatenda kwenye familia zenu, lakini nyie hayo matendo hamuyaoni. Kwa nini? Kwa sababu kuna kiwango fulani cha neema kimepotea kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni maombi yetu asubuhi ya leo, Mungu mwingi wa neema atujaze hiyo neema ili tuweze kutembea katika ukamilifu na unyofu wake, na yote tunayopunguka Mungu aweze kutujaza kwa hiyo neema atakayotupa asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako. Hakika wema nitaka nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Hakika wema nazo rapasha handa rabasha taya ripo shekete rebosha taya na mande ripo sekete rebosha taya. Neema yako Kristo ikatufuate watu wako asubuhi ya leo, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti hai, nasi tutakaa nyumbani mwako siku zote za maisha yetu, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti hai. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nitaka nyumbani mwako Bwana siku zote
zote za maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimesema kwamba neema ya Mungu huwa inamwezesha mtu kwenda umbali mrefu ambao hajawahi kusafiri, kiuchumi, kimaisha, lakini kiroho pia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wamefungwa na ndugu zao, wamefungwa na mikataba ya kwao ya kiukoo, wamejikuta wamekaa sehemu moja muda mrefu, wameshindwa kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Nyosha mkono wako namna hii tuanze kuomba pamoja. Wote tunyoshe tu mkono namna hii. Sema, Baba Mungu, ninatambua ndani ya neema ipo zawadi. Ipo zawadi. Ninakuomba Bwana, unipe zawadi inayopatikana kwenye neema kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ninakwenda kinyume na kila nguvu za kipepo na maagano. Kwa damu ya Yesu. Yale maagano ambayo watangulizi wangu wameendelea nayo, wameagana nayo, wanatoa sadaka kwa ajili ya hayo, yamenipelekea nikakosa uhalali wa neema mbele zako. Baba Mungu, ninaomba toba kwa ajili ya hayo maagano kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu ninaomba toba kwa ajili ya hayo maagano kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu, hiyo mikataba ambayo wameingia na shetani wala mimi sikuwepo, leo hii ninaomba toba kwa ajili ya mikataba. Kile ninachojua damu ya Yesu ilitununua. Bwana, ninaununua huo mkataba ambao watangulizi wangu waliingia nao. Ninaununua kwa damu ya Yesu. 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 Wala nguvu za giza zisinishinde. Wala nguvu za giza zisinishinde. Lakini damu yako Yesu ikatambue mkataba mmoja tu nilioingia siku ya leo mahali hapa. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu ukatangulie nami. Ila wingu la moto nikatangulie kwenye biashara yangu, nikatangulie kwenye uchumi, nikatangulie kazini kwangu, nikatangulie kwa watoto wangu, nikatangulie kwa uzao wangu. Yeyote atakayeanzisha vita baada ya maombi ya siku ya leo, Bwana, akapigwe na hilo wingu la moto kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu nikapate kuwa salama. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Asante kwa yote ulionipa kuzungumza na watumishi wako kwa juu ya habari ya neema, na kwamba neema ina viwango, lakini kiwango cha kwenda neema moja kwenda nyingine ni jukumu letu sisi sote ambao tunaitafuta hiyo neema, na kwamba Mungu kapate kuwapa neema hawa watu na kuwapa bidii ya kusoma neno na kuwapa bidii ya kukujua na kuwapa bidii ya kutafuta njia zako zaidi. Mungu ya kukujua wewe zaidi, na uwape neema zaidi katika jina la Yesu Kristo. Wametoa sadaka hii wakikutumaini ya kwamba wamenunua mikataba ya kipepo ya kifamilia na ukoo. Mwenyezi Mungu, na kuomba nguvu zozote za giza na za ukoo na familia zisiwafuatilie mara baada ya ibada hii, lakini Bwana, weka kiu ya maombi kwa ajili yao, nao wakatamie madhabahu zao, nao wakakulingane wewe kwenye maisha yao, wakaweze kutenda yale ambayo walikuwa hawezi kutenda. Walio wagonjwa wakaweze kupata kupona mara katika jina la Yesu Kristo. Kuna wengine wanakutumaini kwa magonjwa yao ambayo yamekuwa ni sugu na hospitali wamesema hawawezi kupona, lakini Mungu, kwa sadaka hii ninawaleta mikononi mwako. Wanakutumaini wewe Bwana, uwakumbuke, uwaponye na magonjwa yao, uwape neema ya ushuhuda, wakapate kuwa ushuhuda kwenye madhabahu hii, wakaje kukushukuru hapa kwa kupona magonjwa yao, wakaje kukushukuru wewe kwa kuongezea mtaji wa biashara zao, wakaje kukushukuru wewe kwa kuongezea cheo kazini kwao, wakakushukuru wewe kwa kuongezea mtaji wao kwa damu ya Yesu Kristo. Wengine wametoa sadaka kwa sababu ya watoto wao wanaowasumbua, lakini Mungu kapate kuwapa neno la ushuhuda ya watoto wao, kapate kuwa wakiri wema wa nguvu zako katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Nalitukuza jina lako takatifu wewe Bwana, na neno lako ili sipate kwenda bure, lakini kamsaidie kila mmoja atakayetia maanani na atakayekusudia kutenda kama nafsi yake,
Kwa damu ya Yesu nakushukuru. Amen.